Karibu Tabora, karibu Toronto. Maisha ya Nigeria sio maisha mabaya sana. Unajua, katika viwango vya nchi zilizoendelea Afrika ambazo zinaendelea vizuri, wanasema South Africa ndio ya kwanza, alafu ya pili ni Misri na ya tatu ni Nigeria. Na hili kwa sababu Nigeria wanazalisha mafuta. Kwa hata hii athari ambayo wengine wamepata ya kupanda bei kwa mafuta sio Nigeria. Lakini kwa ujumla ni kwamba siku zetu za kukaa Nigeria zilikuwa siku njema sana. Kwa siku ambazo kuna watu walikuwa wameandaliwa kueleza na kusimulia na kueleza hatua tuliofika na kwa nini tumefika hapa. Na unapozungumza habari za GAFCON, sidhani kama kuna watu wengi wanaelewa GAFCON. Sidhani, mimi nahisi hata wachungaji hawavijui hivyo GAFCON. Kwa hiyo wakati mwingine tutakapokutana na wachungaji wote, tutawasimulia vizuri waelewe GAFCON. GAFCON ni kifupisho cha maneno. Ile G ya kwanza ni global. Ile A ni Anglican. Kwa hiyo ni Global Anglican. Ile F ni future, ile CON conference. Kwa hiyo ni Global Anglican Future Conference. Na hii ilianzaje? Ilianza kwa sababu basi kuna watu ambao walifikiri kwamba tuanzishe fellowship ambazo zitatupa future. Tuone huko mbeleni tutafanyaje sasa. Kwa sababu mikutano ile ya Lambeth ambayo ndio mikutano ya kukusanya maaskofu wote dunia nzima ilianza zamani sana. Mwaka 1867 ndipo ilianza. Na lengo la mikutano ile ni kushauriana mnapokutana, ni fellowship, lakini mnashauriana na kuweka mipango mbalimbali ya kanisa zima la Anglikana duniani. Sasa mwaka 1998 Lambeth ya mwaka 1998 ilipitisha maamuzi 110 namba 110 ambayo inasema diocese yoyote isiweke mchungaji shoga wala isiweke askofu shoga. Wamarekani wametoka pale tu 2003 wakamweka Geni Robinson shoga kwa askofu. Kwa hiyo ndipo sasa maaskofu wengi wa Afrika na Global South, kusini mwa dunia, kwa Asia na wapi, Latin America, sema hapana, hatuwezi kuwa tunafanya namna hii. Tumekubaliana, tumepitisha maazimio. Sasa Lambeth na maana ndipo sasa walipoanzisha hiyo GAFCON. Sasa ndio maana katika mkutano uliokuwa unaendelea walisema sasa, kwa kuwa ilikuwa ni future conference, sasa future imefika, the future has arrived. Kwa ndio mkazo. Lengo la kanisa kwa kweli ni kuandaa watu waende mbinguni. Lengo la kanisa sio tu eti ni jumuiya za kijamii za kufarijiana na kusaidiana. Hapana, lengo ni watu waende mbinguni. Sasa kanisa lishapoteza mwelekeo. Halina maana tena. Kwa hiyo GAFCON sasa mwaka huu imeanzisha rasmi kuwa communion, ushirika wa Kianglikana. Tena wanaita Global Anglican Communion. Sasa watu wanajiuliza maswali, je, GAFCON imejitenga na kanisa Anglikana la Uingereza?
Jibu sio kwamba tumejitenga, isipokuwa ni communion ambayo inaendelea, na ile ni communion inaendelea, lakini hatuna ugomvi. Wataenda na mambo yao, tutaendelea. Mle ndani mna watu wazuri, mna wacha Mungu mle ndani. Kwa hiyo ushirikiano wetu tunaendelea kushirikiana. Na ukizingatia kwamba kuna baadhi ya majimbo ambayo jimbo zima limejiunga GAFCON, jimbo zima, kama jimbo la Rwanda, jimbo la Uganda na jimbo lingine la Nigeria, hayo majimbo yamejiunga moja kwa moja kuwa GAFCON. Kwa hiyo wamebadilisha na katiba zao, badala ya kwamba tuko katika ushirikiano na Canterbury, wanasema kanisa Anglikana lenye historia ya Canterbury. Kwa hiyo bado linatambua historia ya kwamba tunatoka Canterbury, lakini hatuna huo ushirikiano. Kwa hiyo kuna hayo majimbo, lakini kuna majimbo mengine kama la Tanzania ambalo ndani ya jimbo hili bado hatujawa GAFCON wote, lakini wachache wanaingia GAFCON. Na majimbo mengi yako namna hiyo. Kule Kenya iko hivyo, Rwanda yenyewe ni yote. Unajua katika kanisa Anglikana, Anglican Communion, kuna vitu wanaviita instruments. Sasa sijui kwa nini hatuna hata Kiswahili chake. Ni kama vyombo. Instruments ziko 3. Moja ni Lambeth, ya pili ni askofu mkuu wa Canterbury, ya tatu ni ACC, Anglican Consultative Council, ile halmashauri kuu ya kanisa Anglikana duniani. Hivyo ndio vyombo vitatu vya kuweza kusimamia na kushauri kanisa. Unajua Nigeria peke yake ina Wakristo robo ya Wakristo wote duniani. Nigeria ina Wakristo robo, zaidi ya robo ya Wakristo wote duniani. Wakristo wote wa kanisa Anglikana wako milioni 83, milioni 86 sasa. Lakini Nigeria ina milioni 25. Zaidi ya robo ya Anglikana wote duniani. Watu wengi wanajua kabisa kwamba mkuu wa kanisa Anglikana duniani ni askofu mkuu wa Canterbury. Hicho watu wake. Na kumbukeni kanisa Anglikana nilishasema sio moja. Hata katika huo ushirika sio Waanglikana wote wamo katika ushirika na Canterbury. Sio wote. Hata ACNA, Anglican Church of America, haiko katika Anglican Communion. Waanglikana tunabaki tunajua ni Waanglikana, lakini wanauza Waanglikana wewe wa wapi? Ni ushirika wa makanisa ya Kianglikana duniani. Ndio maana ni Anglican Communion. Kwa hiyo sio moja, haijawahi kuwa moja. Na ndio maana ina majina tofauti. Ukienda Uganda ni Church of Uganda, Anglican katika mabano. Church of Nigeria, Anglican katika mabano. Hata sisi tunaitwa jimbo la Tanzania. Tunaitwa kanisa la jimbo la Tanzania au katika mabano Anglican. Kwa hiyo ukienda Japan inaitwa Seikokai. Ukienda Sudan ni Episkopo. Ukienda Marekani ni Episkopo. Kwa hiyo kanisa Anglikana halijawahi kuwa moja, ila mnakuwa katika ushirika. Sasa huo ushirika ndio umetengenezwa upya. Mwenyekiti wa Global Anglican Communion sasa yeye ni mwenyekiti tu, hana nafasi nyingine zaidi ya kuwa mwenyekiti wa ushirikiano huo na wa vikao hivi. Tena anaongoza council. Kwa hiyo ni mwenyekiti wa council, ni mwenyekiti wa baraza. Askofu Mbanda, askofu mkuu wa Rwanda, ndiye amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa hiyo council, na makamu wake naye ni askofu mkuu wa Brazil. Itakwenda kwa miaka 5, baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi ili kupata mwingine. Karibu Tabora, karibu Toronto.